Ndugu zangu, tukiendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani Suratu Nisa, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tunaondokea aya nambari 155 katika ukurasa wa tafsiri yetu al-Mukhtasar, ukurasa wa 103. Allah subhanahu wa ta'ala yasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim fabima naqdihim mithaqahum وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Aya hii inaungana na nyuma hawa Bani Israel makubwa wamefanyiwa sana na Mola mtukufu. Katika hayo waliambiwa watekeleze ahadi waliopewa nayo kuifanyia kazi Taurati kama ilivyo kwa nguvu zote, na miongoni mwa uthibitisho waliopewa, Allah tabaraka wa taala aliinua mlima Sinai, mlima Turi aliinua juu yao, unaona moja katika madhumuni kwamba watekeleze amri hizo, watekeleze maelekezo yalikuwa ndani humo. Lakini wapi? Na wakaambiwa wasifanye kuvua samaki siku ya Jumamosi, lakini bado wakawa ni wakaidi, si watekelezaji wa maagizo ya Mola wao kama walivyoelekezwa, bali wao wanafanya wanavyoona wao kwa matamanio nafsi zao. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala aya hii anatuonesha namna alivyowasukumia laana ya kuangamizwa na kukosa kabisa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu ya ile kufuru yao ambayo wameifanya wazi wazi, lakini mbaya zaidi na kuendelea kuwafanyia vitimbo mitume ya Allah na kuwaua. Kwa Allah anasema fabima naqdihim, kwa sababu hiyo ni be ya sababu, na kwa sababu ya kule kutengua kwao, mithaqahum, ahadi yao nzito ambayo wamechukua kwa Allah tabaraka wa taala kupitia mitume wao. Fabima naqdihim mithaqahum, na kwa sababu ya wao kutengua kwao ahadi nzito, wa kufurihim biayati llah, na kwa sababu wao wamezipinga na kuzikanusha aya za Allah tabaraka wa taala, wamepewa dalaili mbalimbali, basi wao wamekanusha sami'na wa asaina, kauli yao tumesikia lakini tunaasi. Hata kama hajakwambia kwa maneno kwa ulimi wake, lakini amekwambia katika hali ya kawaida, maana tunaambiwa lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Mara nyingi lugha ya matendo ina fasaha zaidi kuliko lugha ya maneno. Kwa yale matendo yao iwazi kwamba hawataki kutekeleza lile ambalo wameambiwa walifanye, ambiwa wafanye hivi, basi hawasikii. Ingieni katika Baitul Maqdis, wa wenyekevu wanaingia hali kwa wakisota kwa makalio yao, wanaingia katika Baitul Maqdis. Ingieni hivi, wanaingia tofauti. Fanyeni hivi, wanasema tofauti. Subhanallah. Semeni jamani, hutta, tufutieni madhambi yetu, wao wanaingia wanasema sha'ratun fil habba. Manake nini? Yani ni kejeli na fidhuli na ujeuri ambao umekithirisha kufanya basi. Kwa hivyo Allah anasema fabima naqdihim mithaqahum, kwa sababu ya kule kutengua kwao ahadi nzito waliochukua, wa kufurihim, na kwa sababu ya wao kukanusha kuzipinga biayati llahi, aya za Allah, wa qatlihimul anbiya, na kuwaua kwao mitume. Yote hao wamefanya, mitume wamewaua bighairi haqqin, na wamewaua mitume pasina ya haki yoyote. Wa qaulihim qulubuna ghulf, na maneno yao wakisema nyoyo zetu zimefumba, hazisikii hazioni chochote, zimefumba. Subhanallah. Bal al-idhrab, hizo nyoyo zao sio zimefumba kama wanavyodai wao, bal taba Allahu alaiha, Allah amezipiga chapa, amezifunga Allah hizo nyoyo, bikufurihim, kwa sababu ya ule ukafiri wao. Basi
fala yu'minuna ila qalila, hawaamini isipokuwa ni kidogo. Wanaamini kwamba kweli Mungu yupo, lakini hawaamini kwa yakini na wakatekeleza kama inavyotakiwa bado. Kwa hiyo hawaamini isipokuwa ni kidogo. Ndugu zangu watukufu waumini, haya tunayoambiwa na kuhadithiwa katika historia ya hawa Bani Israel, mpaka leo unaona laana yao katika ulimwengu, na mimi na wewe kitendo au tabia ya kwamba tunazisikia aya za Allah, tunaona aya Allah ikiwa ni al-ayatu sharia na al-kaunia, dalaili zinazosoma kwenye Qur'ani, hizi ayati, lakini na mazingira ya dunia yetu tunayaona, lakini bado hatuingiwi na hamu, bado tukawa wagumu, si watiifu, tunafanya tunavyoona vile ambavyo sivyo, tukaendelea vile vile. Usidhanie kwamba hiyo iliwahusu wao, hapana, ni tabia na maumbile ambayo tukichukua na sisi, kadhalika al-adhab, hiyo iliwakuta wao adhabu, kadhalika najzil mujrimin, na wengine watafuata hivyo, wanaofuata na watachukua kama walifanya wao kwa sababu ya ovu wao. Na wewe na mimi kama tutaingia kwenye mazingira hayo, basi na sisi tutaingia katika mkumbo huo. Kwa hiyo tunatahadharishwa na kuonywa tusiingie kuwa miongoni mwa hao. Ndio maana Allah anasema waman adhlamu mimman dhukira biayati rabbih thumma a'rada anha, ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anayekumbushwa kwa aya za Mola wake, thumma a'rada anha, kisha akapuuza. Maskini ya Mungu, nani dhalimu mkubwa kuliko huyo? Thumma a'rada anha, akapuuza. Wanasiya ma qaddamat yada, akasahau kwamba yeye mabaya mangapi kashamfanyia Mola wake. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra, sisi Allah anasema tunaweka katika nyoyo zao vizibo, vizuizi, na kwenye masikio yao uzito. Wa in tad'uhum ila alhuda falan yahtadu idhan abada, hata kama utaulingania kuja kwenye ongofu, basi kamwe hawataweza kuongozeka, kwa sababu tayari tushadhibiti, tushaweka, kwa sababu ya jeuri yao na kiburi chao tumeziba. Kwa hivyo si wao tu, hata mimi na wewe tukiendelea kuwa waasi na wakaidi, tunasikia, tunaambiwa, tunaona, lakini hatutaki, tunakataa wazi wazi dalili na aya, hoja hizi, basi ukishia ukashangaa Muislamu anaambiwa hasikii, akijiita Muislamu anayafanya kila akiambiwa, anaambia ndatubia, hatubii, mwisho siku anakufa hivyo. Tayari Mungu atuepushe mali, tushapewa, nyoyo zetu zishaingizwa katika hali kama hii. Allah tuifanye, pigwa muri kabisa, usikii wala uone, unaona kama sara tu, chepe tu, na kwenda hivyo, na haya yameshatukuta. Wangapi tuko katika hali kama hiyo? Kwa ni hatari kubwa sana ambayo ilikuta wenzetu, na sisi tunatahadharishwa kweli kweli. Katika tafsiri nasema fataradnahum min rahmatina, hao Bani Israil al-Yahudi tuliwafukuza, tuliwatoa kabisa katika rehema zetu, bisababi naqdihim al-ahdi al-muakkad alayhim, kwa sababu ya kutengua ahadi yao nzito kwao, basi tukawafukuza katika rehema zetu. Wa bisababi kufrihim biayati llahi, na kwa sababu ya kuzikanusha na kuzipinga aya za Allah tabaraka wa taala. Wa jaraatihim, na ule ujasiri wao, ala qatl anbiya, kwenda kuua mitume, ni ujasiri mkubwa sana. Yani mtu anakataa maagizo ya Mola, alafu mjumbe wa Allah anakwenda kumuua. Jamaa jasiri huyo bwana, si masara, kajitia ushujaa wa hali ya juu kwenda kuwaua mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wa biqaulihim li Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kauli yao kumwambia wazi wazi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qulubuna fi ghita, nyoyo zetu zipo katika vizibo, zimefungwa bwana. Fala ta'i ma taqulu, hazionyeki, haziwaidhiki unayozungumza. Wal amru laysa kama qalu, ukweli wa mambo sivyo kama walivyosema wao. Bal khatama Allahu ala qulubihim, bali Allah tabaraka wa taala amefunga katika nyoyo zao, bisababi kufurihim, kwa sababu ya ukafiri wao. Fala yasul ilayhim khairu, hakuna khairi yote ambayo inawakuta wao hata kidogo. Fala yu'minuna imanan qalilan, fala yu'minuna illa imanan qalilan la yanfa'uhum, hawaamini isipokuwa imani tuchu kabisa, ambayo imani haitoweza kuwafaa wao. Ili mtu imfa imani lazima aingie katika imani kamili. Udkhulu fi silmi kafa, kwenda nenda kwenye imani kamili. Wewe ukimpinga mtume mmoja tu katika mtume Allah, wewe umeshakufuru,
huna imani ya sawa. Ukipinga aya moja katika aya za Allah ukakataa, wewe tayari umekataa imani, umetengua imani. Kwa una imani nduchu tu, lakini asilimia kubwa imani hauna, haitokusaidia, hamna kitu. Ndio wale wanaamini tauhidi rububia, uluhia wanaikataa. Amekubali rububia, Mungu yupo kaumba, lakini uluhia, mamlaka ya Allah hataki, hakubali, ana sheria zake mwenyewe. Huyu imani yake ni ndochu, haitomsaidia, atakufa mshirikina tu, hamna chochote. Kwa imani hiyo haina tija kwako, lazima uwe na imani kamili. Hapa ndipo utakapokuwa umeingia kwenye Uislamu kamili. Rububia imekamilika, uluhia imekamilika, asma wa sifati imekamilika. Hapo utakuwa kweli wewe Muislamu sahihi. Kinyume chake, wewe bado una matatizo, imani hiyo haitoweza kukusaidia. Kadhalika Allah anasema wa bikufurihim, na kwa sababu ya kule kupinga kwao, wa kaulihim, na kauli yao ambao wamekuwa wakizungumza, ala Maryama, dhidi ya Maryam, buhtana na adhima, kauli ya uzushi uliokuwa mkubwa kabisa, kumzushia bibi Maryam. Wao wamekuwa na kauli dhidi ya bibi Maryam, wakimzushia bibi Maryam. Bibi Maryam amemzaa Isa ibn Maryam, si kwamba amezini kama wanavyodai wao, kama amezini, hapana, na mengine mengi ambao wanayafanya. La, Isa ibn Maryam yeye ni mwana wa pekee aliyozaliwa kwa mama bila baba, na Allah tabaraka wa taala yote katuonesha katika ulimwengu. Allah ana uwezo wa kufanya analolitaka, hakuna kumzuia. La yusalu ama yafal, haulizwi anayafanya, wa hum yusaluna, bali sisi tutaulizwa. Allah tabaraka wa taala katika ulimwengu amemleta mwanadamu ambaye hana baba wala hana mama, Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Akamleta kiumbe ambaye amekaa upande mmoja, ana mama lakini hana baba, kamleta, katuonesha mfano huo. Nabii Isa alayhi salatu wassalam amekuja hana baba, lakini amekuja upande wa mama peke yake, na kamleta kiumbe yuko babani na umamani, kapita kwa baba na kwa mama, kaletwa. Tunao mfano yuko wazi. Yote hii Allah anatuonyesha kwamba yeye anaweza kufanya anavyotaka. Kwa hivyo Isa, kwa kuwa amezaliwa upande wa mamani, msimwambie kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, mfano wa Isa kama mnavyoona ni kama mfano wa Adam. Alimwambia Adamu kun fayakun, na Isa vile vile. Kwa hiyo kama mnataka kusema mtoto wa Mungu, basi aliyefaa kuambia ni nani? Isa au Adam? Kama mnatoa kufikia huko, basi mwambieni Isa, mwambieni Adam ndio mwana wa Mungu kuliko Isa. Isa akapita kwa mama, Adamu hajakuwa na mwana baba. Kwa nini mnamuita Isa mwana wa Mungu, Adamu hamwiti mwana wa Mungu? Kwa nini? Ni uzushi tu ambao watu wanaofanya, basi hakuna lolote. Kwa hivyo uzushi wao waliofanya dhidi ya Bi Maryam, kufuru yao, basi hiyo ilipelekea wao kufunguzwa pia katika rehema za Allah tabaraka wa taala. Wataradnahum min alrahma, tuliwafukuza wao katika rehema bisababi kufurihim, kwa sababu ya ukafiri wao, wa bisababi ramihim Maryama alayha salatu wasalam, na kwa sababu ya wao kumrembea Bi Maryam, kumsingizia Bi Maryam bizina zuran wa buhtanan. Walimsingizia kwamba amezini Bi Maryam, wallahi alazim, lakini si kweli, ni zuran wa buhtanan, ni uongo na uzushi tu waliofanya kumzushia Bi Maryam. Kwa hivyo walilaaniwa kwa sababu ya ukafiri wao, ni kwa sababu ya tabia yao mbaya ya uongo na uzushi dhidi ya Bi Maryam, huyu mama aliyekuwa mcha Mungu kabisa, aliyemzaa Isa alayhi salatu wasalam bila kuwa na baba. Wao wakamsikiliza kwamba amezini mama huyu. Kwa hiyo Allah amewalaani, miongoni mwa sababu ni hizo. Wa qaulihim, na kauli yao, inna qatalna almasiha Isa ibn Maryam, hakika sisi tumemua Isa almasih Isa ibn Maryam. Wanasema hivyo, tumemua Isa ibn Maryam Rasulullah, mjumbe wa Allah. Mayahudi kamsingizia Bi Maryam kama kazini,
Lakini kadhalika wakasema kwamba sisi tumemuua Isa, Masihi Isa ibn Maryam, tumemuua sisi. Wama qataluhu, Allah anasema hawakumuua, wama salabuhu, wala hawakumsulubu kama inavyodaiwa na hawa Kristo Manaswara. Wamechukua juu, wao wameweka bango kwamba Isa amesulubiwa msalabani kwa ajili yetu sisi. La, Mungu anasema wama qataluhu, hawakumuua, wama salabuhu, wala hawakumsulubu kwenye msalaba kama watu wanavyoweka na kuonyesha katika majumba yao. Wanaamini kwa majumba ibada, makanisa, utamwona ameweka pale, mninginiza pale. Kwa hakika Allah anasema wama qataluhu, hawakumuua, wama salabuhu, wala hawakumsulubu. Hii ni imani sahihi ambayo mimi na wewe lazima tuikamate, tuichukue. Isitokezee unaamini haya lakini ukatokezea kumpa nguvu na kumsapoti anayeamini haya, ukasema mimi najiburudisha tu. Unajiburudisha shekhe, itikadi nzito kama hiyo, mtu anakufuru unasema unajiburudisha, unampaje nguvu? Umeshindwa kumtoa kule, basi usimtetee, usiwenee karibu, usimsaidie, kaa naye mbali kwenye masala haya, ajue kwamba japo ni kosa hawezi kuondoka. Lakini wewe unamsapoti, unamchekea, unaungana naye, unafurahi pamoja naye katika mambo kama haya, maana yake nini? Ni miongoni mwao. Kwa ma qatalu wa ma salabu, hawakumua wala hawakumsulubu, walakin shubbiha lahum, lakini huyo aliyemfanya hivyo sio Isa, kuna kiumbe alifananishwa na wao. Shubbiha lahum, alifananishwa kwao na Isa, kwamba yule Isa kumbe si Isa, mwingine kabisa. Isa hakufanywa hivyo. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi, na wale ambao wamezozana kuhusiana na yeye, la fi shakkin minhu, wao wote wana shaka juu ya jambo hilo. Maana ndiye huyo siye, ndiye siye, naona kama ndiye ndio siye. Wanatofautiana kwa sababu tayari Isa ameshatolewa, amepaishwa, aliyekuwa sio Isa, lakini wenyewe wana shaka, ndiye huyu. Wengine wanakataa, wengine wanakubali, wamezozana, hakuna makubaliano kwamba huyu ndiye usiye, lakini walibakia na shaka hiyo, wakabaki hapo hapo. Malam bihi min ilmin, hawana yakini ya jambo hilo, illa tibaa dhanni, ilikuwa dhana yao tu kwamba huyu Isa kumbe si, ni dhana tu, lakini ukweli si kweli. Isa si hakuwa Isa yule. Allah anasema wama qataluhu yaqina, kwa yakini, ondoa shaka muumini, kwa yakini Isa ibn Maryam hakuuliwa. Itikadi ya Muislamu ambao ikamata katika mlango wa aqaidi ya Muislamu, Nabii Isa hakuuliwa, alipaishwa roho na mwili kwa Mola mtukufu, na Isa atakuja akhir zamani, atayasimulia yote. Hii ndio imani sahihi ya Muislamu anataka kamata. Isa hakuuliwa, alipaishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'annahum biqawlihim, na tuliwalaani hawa kwa kauli yao ambao wao walizungumza, muftakhirina kadhiban, wakijifakharisha kwa uongo kabisa. Inna qatalna almasiha Isa ibn Maryam, sisi tumemuua Masihi Isa ibn Maryam, tumemuua sisi Rasulullah ambaye ni mjumbe wa Allah, tumemuua. Wama qataluhu kama idda'u, hawakumuua kama wanavyodai, hawakumuua. Wama salabu, wala hawajamsulubu, walakin qatalu rajulan, walimuua mtu fulani, alqa Allahu shabaha Isa, aliweka mfanano na Isa alayhi salatu, Isa alayhi kwake yeye, wasalabu, mfanano wa Isa aliweka kwa hiyo kiumbe, wasalabu, akamsulubu jamaa huyo ambaye sio Isa. Fadhannu, wakadhania anna almaktula huwa Isa ibn Maryam, wakadhania aliyeuliwa na Isa ibn Maryam, lakini si kweli. Walladhina da'u qatlahu min alyahudi, na waliodai kumwokoa ni katika Mayahudi. Walladhina aslamuhu ilaihim min an-nasara, na wale msalimisha kwa hao Mayahudi ni Manaswara. Kilahuma fi haira min amrihi wa shakkin, wote hawa wapo katika kuemewa katika jambo lake na wana shaka kubwa, hawana uhakika juu ya jambo hilo wote hao. Falaysa lahum bi ilmun, hawana ujuzi wote. Wa innama yattabi'una dhanna, wao wanafuata ni dhanna tu. Wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, zote dhanna haina msaada wote kwenye haki. Dhanna haina msaada wote kwenye haki.
wama qatalu Isa wama salabuhu qat'an, Isa hawakumuua wala Isa hawakumsulubu kwa yakini, hawakufanya hivyo. Ilikuwaje? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah tabaraka wa taala alimuinua kwake, alimuinua kwake. Sasa wako miongoni mwa Waislamu ambao wanajinasibisha na itikadi ya Kadiani, ambao si masuni, si al-sunna jamani, makadiani. Wao imani yao kwamba Nabii Isa kweli hakuuliwa, lakini hakupaa mbinguni kwa roho na mwili, kafa hapa duniani. Wakasema hiyo aya bal rafahu Allahu ilayhi, hii Allah alimtukuza, amempa cheo, kampa hadhi, sio kama kampaisha kwenda juu kwake. Sasa Ahlus Sunna wal Jamaa, imani hatutumii akili kupita kiasi. Akili ni nyenzo kufahamu dalili, lakini hatuwezi tukaacha dalili tukachukua akili. Akili sisi zina mpaka na zinaathiriwa na mazingira, na akili zinapenda kuiga. Kwa hivyo hatuwezi tukaacha dalili tukaiamini akili tukasema haiwezekani Isa akapaishwa akaja duniani afu akapaishwa mzima mzima akaenda kwa Mungu. Vipi? Ukaanza kutumia akili yako ukashindwa, ukasema haiwezekani, ukakataa. La, tunakwenda na dalili moja. Katika dalili iangalie aya wenyewe mtiririko wake unavyokwenda, lakini njoo kwa mfasiri wa Qur'ani ambaye ndiye aliyeteremshwa Qur'ani, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini juu ya kauli ya Nabii Isa. Yeye anakwambia akhir zamani Isa alipaa, atakuja tena, ndipo atakapokuja kufa mwisho. Sasa ikiwa mtume anasema hivyo na yeye ameteremshiwa Qur'ani na anatoa kauli hiyo, wewe utamwamini nani? Akili yako au utamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka mwenye imani sahihi anayekubali kwamba dini hii si dini ya kuzua, ni dini ya kufuata, lazima niangalie mtume, Allah akasemaje, mtume akasemaje, atakubali na kauli kwamba naam, Isa atakuja. Angalia aya bal rafa'u Allahu ilayhi, Allah amemwinua kwake. Wa kana Allahu, angalia sasa, hajaacha kuwa Allah azizan, ni mwenye nguvu, hakuna kumshinda kwenye nguvu hizo. Alitamshinda jambo hilo? Kamleta, alikuwa hayupo, vipi ashinda kumrejesha huko yeye akiwa vile vile alivyo, tena hakiman, na ana busara kubwa. Kwa nini kafanya hivyo? Kwa hivyo kauli ya aya ni wazi kwamba Nabii Isa kapaishwa, na Mtume sama amethibitisha hayo, na ametuambia miongoni mwa akhir zamani Isa atakuja. Mnasema pana kweli hadithi atakuja, Isa atakuja, sio kwa maana ya Isa, zile tabia na zile imani na utiifu ule ndio utakuwepo. Tusiende kwenye tawili hiyo, mambo yako wazi, tukubaliana hili moja kwa moja. Barafa Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Bal najahu Allahu min makrihim, bali Allah alimwokoa Isa kutokana na vitimbi vyao. Wa rafa'ahu Allahu bijismi wa ruhi ilayhi, Allah akamuinua huyo Isa kwa mwili wake na roho yake kwake. Wa kana Allahu azizan fi mulkihi, Allah ni mwenye nguvu katika ufalme wake, hakuna kuweza kumshinda wala kumzuia. La yughalibu ahadun, hakuna yote wa kumshinda. Hakiman fi tadbiri wa qada'i wa shar'i, ni mwenye hekima katika kuendesha kwake mambo na kuhukumu, na katika sheria zake Allah ana hekima kubwa sana, kayafanya hayo kwa busara kubwa sana. Wewe unakataje? Kwa nini ukataa hilo wewe? Ndugu zangu, Suratul Baqara, sura ile aya zake zilivyoanza imekuja zaidi kuwarudi Mayahudi katika ahlul kitabi na ukorofi wao waliofanya. Itazame Suratul Baqara, takribani imezungumzia kadhia ya Mayahudi sana. Akimaliza Bakara amekuja kuiangalia Suratul Al-Imran, ambayo Al-Imran aya zaidi ya 80 zinazungumza dhidi ya manaswara, haswa naswara na jirani waliyekuja na maswala ya uzushi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiwa na utata na wakiamini hivyo, na wakija kuleta kwake Mtume utata, hata Qur'an nathibitisha na lazima sisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunaamini kwamba Isa ni Mungu.
Isa mwana wa Mungu na mfano kama huo. Kwa hiyo Mungu bwana, kuna Mungu watatu, wanaamini hivyo wao. Na Mtume akawajibu majibu yaliyonyooka kabisa, sivyo hivyo, lakini wao na shubuhati zao. Allah anasema khalaqna, uone hiyo khalaqna maana yake nini? Ina maana Isa yumo humo. Lakini kumbe Qur'ani ukiangalia aya, kuna aya muhkamatu na aya mutashabia. Wao wanachukua zile aya mutashabia wanahukumu, lakini chukua aya mutashabia rudi kwenye aya muhkama. Inaonesha nini? Innani ana Allah la ilaha illa ana wa'buduni wa aqimi salata lidhikri. Innani ana Allah, hakika mimi ndiyo Allah, la ilaha illa ana, ni mimi Allah, fa'buduni, niabudu mimi tu, wa aqimi salata lidhikri, simamisha swala kunikumbuka mimi. Aya hii inakupa tafsiri ile pale, si kwa maana Mungu wako wengi. Ile lugha ya Kiarabu inatumika vile kwa maana ya taadhimu, kuonesha lakini Allah ni mmoja tu, hana mwenza. Kwa wao anachukua huko anakuja kuletea shughuli huko moja kwa moja. Kwa hiyo sura Al-Imran ilivyoanza ikamweleza nani Allah. Isa anauliza wao, jamani, ninaomba nikuulizeni, Allah tabaraka wa taala, Isa anakufa? Naam. Allah anakufa? Allah hafi. Sasa kama Allah hafi, basi Isa sio Mungu? Ndio Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, hakuna Allah isipokuwa yeye. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum, yeye ni hai tena hafi, ni wa milele, tena uhai wake ni wa dhati, si kwamba anategemea kitu. Mimi na wewe ni hai, tunategemea kuwepo kwa Mungu ndio tuwepo sisi. Uhai wetu umesimamiwa na yeye. Al qayyum amesimamia uhai watu wengine. Sasa Isa yukoje? Kwa hivyo kama hali ndio hiyo, basi turudi tumwamini kwamba Allah ndio pekee. Isa si Mungu wala si mwana wa Mungu. Isa ni mtume Abdullah wa rasulu. Kwa hiyo aya zile nyingi Al-Imran zimekuja kuweka sawa nani Isa. Imani yenu sio sahihi. Nani hao? An-Nasara. Bakara al-Yahudu. Kwa ukisikia al-Kitabi al-Yahudu wa Nasara, anasema katika inayofuata, wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti, na hakuna yeyote miongoni mwa watu wa kitabu isipokuwa wataamini kabla mautihi. Ona sasa, ina maana Isa atakuja na atakufa. Wataamini Isa kabla ya kufa. Hakuna yeyote miongoni mwa watu wa kitabu illa isipokuwa la yu'minanna bihi, watamwamini Isa kweli kweli kabla mauti, kabla ya kufa kwake. Wa yaumal qiyamati, na siku ya kiyama, yakunu alaihim shahida, atakuwa ni shahidi wao. Wa yaumal qiyama, na siku ya kiyama, yakunu alaihim shahida, atakuwa shahidi dhidi ya wao. Wama min ahadin min alkitabi, hakuna yote miongoni mwa watu wa kitabu, illa sayu'minu bi Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam baada nuzuli akhir zamani, watamwamini Isa baada ya kuteremka kwake mwisho wa zama, wataamini wao. Wa qabla mauti, na kabla kufa kwake, sababu atakufa. Wa yawm alqiyama, na siku ya kiyama, yakunu Isa ibn Maryam shahidan ala amalihim, Isa atakuwa ni shahidi wa matendo yao, ma yuwafiku shar'a, yale ambayo yanawafikiana na sheria, atashuhudia amini katika hayo matendo. Wa ma yukhalifu, na atakuwa shahidi yale ambayo yamekwenda kinyume, kwamba haya sio mliyafanya, hamkuambiwa hivi, na haya ndiyo mliambiwa hivyo. Isa atakuja kuwashuhudia, atawashusha wao siku ya kiyama juu ya matendo yao waliyofanya, yaliyokuwa ndio na ambayo waliyopulizisha wao kwamba haya mliazusha, atambia haya mliazusha, haya sio. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbukum, sikuambia ila mwabuduni Allah Mola wangu na Mola wenu, rabbi wa rabbukum, bas huyo ndio kuabudiwa, hakuna mwingine. Mimi niliwaambia hivyo, sikusema haya wanayafanya kwamba mimi ni Mungu. Ya Isa, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahin min duni la, ewe Isa, wewe uliwaambia watu nifanye mimi na mama yangu ni waungu wawili mimi na Allah. Ma qultu lahum ila ma amartani bihi, sikuambia ile yale ambayo umeniagiza. Haya mengine wamezoea wenyewe. Kwa Isa atakataa yale yaliyokuwa sawa waliofanya, ndio waliozusha
ambia haya sio na walifanya wao kinyume na vile ambavyo vilielekezwa. Isa atashuhudia sababu yeye ndo alikuwa alitumwa kwao. Kwa hiyo atakuja na siku ya kiyama atakuwa shahidi dhidi yao kwa matendo waliyofanya wao yalikuwa ndio amekwenda sawa na sheria, na atambia haya sawa, na ambaye amekwenda kinyume atasema haya pia walifanya hayakuwa sawa sawa. Nabii Isa atashuhudia siku hiyo yaumul qiyama. Fabidhulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibat wa uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira. Allah anaendelea kusema dhidi ya Mayahudi, na kwa sababu ya dhulma yao walifanya Mayahudi katika ulimwengu, fabidhulmin min alladhina hadu, na kwa sababu ya dhulma walifanya hawa Mayahudi, harramna alaihim tayyibat uhillat lahum, tuliwaharamishia wao tayyibati, vizuri vizuri ambavyo walihalalishiwa, ilikuwa ni halali kwao, tukawanyima hamna kula. Wabisaddihim an sabilillahi kathira, na kwa sababu ya kitendo cha kuzuia watu zaidi katika njia ya Allah, wakazuia watu wasiamini dini ya haki, basi hiyo ilipelekea sisi tukaendelea kuwanyima baadhi ya mambo fulani hapa duniani kwa sababu ya hiyo tu waliyofanya, laana waliopewa. Lakini bado kuna mambo walinyimwa wasifanye, wasitumie hapa duniani. Sababu kubwa ni nini? Si jinginelo, ni kwa sababu ya dhulma kubwa waliyofanya na kule kuwazuia watu na njia ya Allah ya haki wasifanye, basi Allah akawanyima baadhi ya mambo wasiweze kuyatumia. Anasema katika tafsiri yetu, fabisababi dhulmi al-yahudi, kwa sababu ya dhulma ya Mayahudi, haramna alaihim ba'd al-maakili at-tayyiba, tuliwaharamishia baadhi ya vyakula vizuri, allati ambavyo kanat halalan lahum, vyakula hivyo ilikuwa ni halali kwao, lakini tukawaharamishia Mayahudi. Fabidhulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibat uhilat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira, kwa sababu ya dhulma yao hao Mayahudi tuliwaharamishia wao vyakula ambavyo vilikuwa ni halali kwao, na kwa sababu ya wao kuwazuia watu na njia ya Allah tabaraka wa taala kwa wingi sana, tuliwazuia baadhi ya vyakula. Katika suratu Al-An'am aya nambari 146 anatueleza Allah tabaraka wa taala katika mambo ambayo waliharamishwa wao kwa sababu ya dhulma yao. Anasema wa ala alladhina hadu, na wale Mayahudi, haramna kulla dhi dhufur, tulioharamishia kila yule mwenye kucha, yani wale kuku, ndege wote ambao wanakucha, kwa hiyo ilikuwa ni haramu, hamla kula, haramu. Na nyama nzuri, nyama ya ndege imezuliwa. Wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma, na kwenye wanyama kama ng'ombe, mbuzi, tulioharamishia shahamu yao, yale mafuta, illa ma hamalat dhuhuruhuma, yale mafuta yalikuwa yameganda kwenye mgongo walikuwa wameruhusiwa, au al-hawaya, au yaliganda katika ile utumbo, hawa wameruhusiwa, au makhtalata bi'adhmin, au ile mafuta ambayo yameganda na mifupa basi. Lakini mafuta kwa ujumla katika wanyama hao wamezuiliwa. Dhalika jazainahum bibaghihim, hayo ni malipo kwa sababu ya ile dhulma yao na uasi wao. Kwa hiyo walizuiliwa vitu ambavyo ni vizuri kwa sababu tu ya dhulma yao na kuwazuia watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Katika tafsiri yetu anasema fabisababi dhulmi al-yahudi haramna alaihim ba'd al-ma'akil at-tayyiba allati kanat alaihim halal lahum faharamna alaihim kulla dhi dhufri, kila mwenye kusha. Wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumama, na ng'ombe pamoja na mbuzi, kondoo, tukaharamisha shahamu yao, mafuta yao, illa ma hamalat dhuhuruhuma, ila ile migongo yao kuchobeba kile ambacho kimegandamana cha mafuta yale sawa. Wa bisababi saddihim anfusihim wasaddihim ghairahum, na kwa sababu ya wao kujizuia na njia ya Allah, lakini kuwazuia na wengine wasiamini dini ya Allah tabaraka wa taala, ilikuwa ni sababu kubwa yao kunyimwa hayo. Hatta swara saddu anil khairi sajiyatan lahum, mpaka imekuwa kule kuzuia mambo kwenye khairi ndio tabia yao, yani imekuwa ndio nature yao sasa kufanya haya mambo. Wa akhidhihim riba,
na miongoni mwa sababu iliyopelekea wao wakalaniwa na wakazulia baadhi ya mambo, na kule kula kwao riba, wa akhdhihim riba, kula kwao riba na hali ya kuwa riba wamekatazwa, lakini wanachukua, wanafanya miamala ya kiriba na wamekatazwa. Wakadinuhu anhu, na wamekatazwa kwenye riba, lakini wao wanaishi maisha ya riba. Wa aklimu amwala nas bil batil, na kula kwao mali za watu kwa uzushi. Wa a'tadna lilkafirina minhum adhaban alima, na tumewaandalia makafiri miongoni mwao adhabu yumizayo kweli kweli. Alyahudu riba, na ndio msimamo wa dunia sasa hivi, maisha ni riba. We are under capitalism system. Mayahudi ndio mfumo wao huu, mfumo wa kibepari ambao unaamini kwamba riba ndio msingi wa maisha ya wanadamu, kuwanyanyasa wanyonge kwa kuonea. Basi ndio maisha leo tunatembezewa, tunatangaziwa kila kona. Shekhe, watu wanakuja, jamani, tunakopesha wale wanaofanya kazi katika serikali na kinyume chake kwa ushahidi muhimu, awe na vigezo hivi, basi tunachukua. Halafu wanakwambia tuna riba nafuu. Yaani wanashinda kwenye riba, tuna riba nafuu bwana. Sisi bwana tutokata kila mwisho wa mwezi unatakiwa ile kiasi kadhaa, na riba yake ni asilimia kadhaa. Sisi hatufika asilimia kadhaa kwa sababu sisi yaani bado kwenye haramu tunashindana. Ndio tunakwenda hivyo na watu wanakuja. Basi ya Mungu, mwalimu mnyonge, pesa yake ni dhaifu, anakopa, anakuja kulipa mara mbili pesa aliyokopa. Ana nini sasa? Umemwonea, umemsaidia, umemwonea huyo yake huyo. Umemnyang'anya, umemwonea kweli kweli. Sasa maisha hayo hayatakiwi. Riba si msingi katika maisha, ni haramu, ni kosa kubwa. Lakini wao waliendelea kutumia riba, hawataki kuacha na wamekatazwa, wameendelea. Na leo tunaishi dunia ya leo, basi maisha yetu sisi yameshikwa na msingi mkubwa wa riba. Mabenki yote tunayoona wewe, basi profit ni riba. Allah tufuje katika mitihani wallahi. Anasema wa bisababi taamulihim, na kwa sababu ya kushughulika zaidi katika miamala ya kiriba, baada an nahahumullahu an tanawulihi, baada ya Allah kukataza kwamba hakuna kuchukua. Wa bisababi akhdhi amwali nnas bighairi haqqin shar'i, na kwa sababu ya kuchukua mali za watu bila haki ya kisheria, kwa njia nyingine sio kwa kisheria. Sheria ni biashara halali sio riba. Au kumnyang'anya mtu, kumtoza mtu sababu ambayo si ya msingi, lakini kumnyang'anya tu basi, na mfano kama huo. Wa a'dadna lilkafirina minhum adhaban mu'jia, tumeandaa kwa makafiri kwa miongoni mwao adhabu yenye kuumiza. Adhabu yenye kuumiza. Wewe unatafuta pesa, utazipata vipi? Unataka kumwonea mnyonge, unatengeneza kitu cha yani hata si cha maana. Almuhimu kama unataka uchukue pesa tu basi. Ndio walivyo leo. Tunafanyiwa mengi Waislamu leo, vitu vidogo tunaambiwa lete hichi utafanywa hivi. Kwani kuna sababu gani mimi mpaka nifanywe hizi? Watu washaweka mlango wa kupata pesa, au hakuna njia, lazima ukubali. Muhimu tu basi uko pesa basi. Lakini utafanyaje? Unatengeneza mazingira unaonekana kama uko sawa sawa, kumbe hauko sawa sawa. Umeweka mwanya wa kula pesa, kuwanyang'anya watu. Unatengeneza mazingira hayo, unachukua pesa na maisha yanakwenda. Fadhiyadhu billahi min dhalik. Sasa Allah tabaraka wa taala, walama dhakara mathaliba ahli kitabi wa dhikra almu'minina minhum faqal, alipotaja sasa hayo mazingira mabaya, tabia mbaya za ahli kitabi, dhakara almu'minina minhum faqala, akataja sasa, angalieni uthubutu na usahihi wa waumini katika hao. Akasema sasa, lakini rasikhuna fil ilmi, lakini wale ahlul kitabi waliobobea katika elimu, wacha Mungu, minhum, miongoni mwao, walmu'minuna, na waumini, yu'minuna bima unzila ilaika, wanaamini ambacho wewe umeteremshiwa Muhammadi, wama unzila min qablika, na ambacho kimeteremshwa kabla yako, walmuqimina salata, na wanasimamisha ibada ya swala, walmu'tuna zakata, na wanatoa zaka, walmu'minuna billahi wal yawmil akhir, na wanaamini Allah na siku ya mwisho. Sanu'ti ulaika, hao wote, sanu'tihim ajran adhima,
tutawapa malipo yaliyokuwa makubwa sana. Lakin athabituna almutamakkinuna fil ilmi min alyahudi, lakini wale waliothibiti na waliomakinika kweli kweli kwa usahihi katika elimu miongoni mwa Wayahudi, walmu'minuna, na waumini, yusaddikuna bima anzalahu Allahu alayka, wanayaamini yale ambayo Allah amekuteremsha wewe, ayuha rasul, ewe mtume wa Allah, min alqurani, katika Qurani, wa yusaddikuna bima unzila min alkutubi min qablika min arrusuli, na wanaamini kile ambacho kimeteremshwa katika vitabu kabla yako wewe kwa mitume, ka Taurati wal Injili, kabla Taurati na Injili wanaamini. Wayuqimuna salata, wanasimamisha swala, wayutuna zakata, na wanatoa zaka amwalihim, zakata amwalihim, wanatoa zaka za mali zao. Wayusaddikuna billahi ilahan wahida, na wanamkubali kwamba Allah ni Mola mmoja tu, ni mwabudiwa mmoja tu, la sharika la, hana mwenza. Wayusaddikuna biyaumil qiyama, na wanaamini siku ya kiyama kwamba ipo. Ulaika, hao almuttasifuna bihadhi sifati, waliosifika, wenye sifa kama hizi, wenye sifa nzuri sahihi kama hizi, sanu'tihim thawaban adhima, tutawapa malipo makubwa sana. Malipo makubwa. Nani anasema makubwa? Ni Allah mkubwa, ukubwa wake haumithiliki, hakuna mfano wake, atatoa malipo makubwa, malipo hayamithiliki. Wenye sifa hizo, ya Rabbi jalna minhum, Allah tujalie kwa miongoni mwa hao insha Allah. Min faida al-ayat, faida za hizi aya 165 mpaka aya 162, faida zake ambazo wanachuoni wametuwekea kwa muktasari. Faida nyingi tunazipata, lakini at least katika zile ruusu fawaidi zinatajwa hapa. Ya kwanza, aqibatul kufri al-khatm ala al-qulubi, mwisho wa makafiri ni kupigwa libiti, muhuri, nyoyo zao kuzibwa. Wal khatm alayha bisababu rihmaniya min al-fahmi, na ile khatamu ile ya kuzibwa hiyo sababu yake ni kule wananyimwa na ufahamu sahihi, wanabaki vile vile kwa sababu yayo inadi yao katika ukafiri. Faniyadhu billahi min dhalika. Faida ya pili, bayanu adawatul yahudi linnabii nabillahi Isa alayhi salatu wasalam, kubainishiwa uadui wa Mayahudi kwa nabii wa Allah Nabii Isa, hata innahum wasalu limarhalati muhawala qatla, mpaka walifikia katika stage ya kutaka kumuua Isa kwa ule wadu wao, na wamesema muua lakini sio, hajamuua, lakini walifikia hatua hiyo. Bayanu jahalin nasara wa hairatin fi masalati salbi, kubainisha ujinga wa manaswara na kule kuemewa kwao, hawajui ukweli katika masala ya kusulubiwa. Wa taamulihim fiha bidhununi alfasida, na wao sasa kwenda nao muamala na hao Mayahudi kwa dhana mbaya ya uongo kwamba yule Isa siye, wameingia huko kwa sababu ya ujinga wao. Faida ya mwisho katika ukurasa huu, bayanu fadlil ilmi, tumebainishiwa ubora na thamani ya elimu. Fa inna min alkitabi man huwa mutamakkin fil ilmi, wako miongoni mwa watu ambao wamemakinika vizuri katika swala la elimu, hata adabihi tamakunu hadha al-iman bi nabii Muhammad sallallahu, kiasi ambacho elimu yao hiyo waliokuwa wamemakinika kwenye elimu hiyo wako vizuri, wako sahihi, imewafanya sasa waweze kumwamini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamani, tuelewe kwamba yawezekana mtu ana elimu lakini mtu amekosa tamakuni kwenye elimu ile. Si tatizo kuwa na elimu, elimu yako ime mutamakin fima anta taalamu, una tamakuni ya kweli. Mara nyingi wale ambao wamekosa tamakuni wanakuwa hawana msimamo, bado elimu yao dhaifu, haijajikita barabara. Wale ambao elimu yao imejikita kweli kweli, basi si rahisi kuyumbishwa mambo ya kipuzi kabisa. Lakini ikiwa elimu yako haijajikita vizuri, rasikh haipo, ni elimu juu tu, basi ndio wale mara nyingi wepesi, kila alivumalo mjini ameingia kwa sababu ni mwepesi. Lakini yule aliyomakinika kwenye elimu anatulia kweli kweli, haingia kazama moja kwa moja. Tuone leo Waislamu baadhi ya mambo walivyokuja, watu walivyopeperuka na kuingia, kitu gani akhi? Kwa tofauti iko wapi? Nini tatizo? Ni ule tuseme muono na elimu kumakinika vyema imekuwa ni mdogo, kwa mtu tunayumba sana kupita kiasi. Ya Rabbi tunusuru kuwa na mazingira kama haya, hatari sana.
Tufike hapa insha Allah taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khair.